na utukufu wa Mungu mkubwa Jumatano ya leo. Mungu akubariki sana. Lakini pia nimshukuru Mungu hata mimi kwa kibali kikubwa namna hii hata kusimama mbele yako jioni ya leo ili kulisema neno la Mungu. Nimshukuru askofu mkuu, makamu askofu, maaskofu wote, wachungaji na watumishi wa Mungu wote ambao wameketi mahali hapa ili kulisikia na kulipokea neno la Mungu. Mungu awabariki sana na nishukuru sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu ambaye anaendelea kusema na sisi kwa habari ya nguvu inayobadilisha maisha au nguvu itakayobadilisha maisha. Mungu alitusaidia kwa Roho Mtakatifu. Tulianza muda kidogo somo hili ambalo nilipa kichwa nguvu itakayobadilisha maisha yako. Tuliona vipengele kaza wa kaza, na sasa tumefika kwenye kipengele cha maombi yanayotanguliwa na sadaka. Maombi yanayotanguliwa na sadaka, ndipo tumefika kipengele hicho. Lakini tunataka tuingie ndani kidogo, kama tulivyojifundisha kwamba maombi yanapaswa yatanguliwe na sadaka ili Mungu aachilie nguvu ya mabadiliko katika maisha yetu. Na tuliona kwamba hakuna mtu anaweza kubadilika au kujibadilisha mwenyewe. Ni lazima akutane na nguvu ya mabadiliko. Hawezi kujibadilisha mwenyewe, tunabadilishwa. Kwa hiyo iko nguvu inayotubadilisha, lakini moja ya nguvu inayotubadilisha ni maombi yanayotanguliwa na sadaka. Lakini tuliangalia jana asubuhi, morning glory, tuliingia ndani kidogo, na leo tutaendelea hapo. Aina ya sadaka zilizobeba nguvu ya mabadiliko. Kama tunatakiwa maombi yetu yatanguliwe na sadaka, ni lazima tuzijue hizi sadaka ambazo zimebeba nguvu ya mabadiliko. Si kila sadaka imebeba nguvu ya mabadiliko. Ziko sadaka tofauti tofauti, lakini ziko sadaka ambazo zimebeba nguvu ya mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jana tuliangalia asubuhi aina kama 3 ya sadaka ambazo zimebeba nguvu ya mabadiliko. Lakini jioni ya leo, kwa sababu ni siku ya mafundisho, siku ya kujifundisha, kuongeza maarifa juu ya huyu Mungu na wokovu wetu, nataka tuangalie kipengele kimoja au aina moja ya sadaka ambayo imebeba nguvu ya mabadiliko. Kama unaandika, andika sadaka zilizoamriwa na Mungu. Sadaka zilizoamriwa na Mungu. Sadaka zilizoamriwa na Mungu zimebeba nguvu ya mabadiliko. Na nilizungumza nikasema sadaka hizi zimebeba nguvu ya mabadiliko. Utoe, usitoe, ufanye, usifanye. Sadaka yoyote ambayo Mungu ameamuru, imeamuliwa na Mungu, huwa imebeba nguvu ya mabadiliko. Mtumishi wa Mungu baba yetu Ibrahim alipokuwa ndani ya changamoto ya kuhitaji mtoto, Mungu amemwambia nitakupa mtoto. Ibrahimu anasema mimi sasa ni mzee, haujanipa mtoto. Mungu akamwambia nitakupa mtoto. Ibrahimu akamwambia Mungu, nipateje kujua jambo hili? Mungu akampa agizo atoe sadaka. Akamwambia nipe sadaka. Maana yake Mungu anaagiza sadaka, Ibrahimu atoe, aambiwe mambo atakavyokuwa. Ibrahimu alipoagizwa atoe sadaka, Biblia inasema Ibrahimu alitoa sadaka. Alipotoa sadaka, Biblia inasema siku hiyo Mungu akaingia agano na Ibrahimu.
kwa mara ya kwanza amemwonyesha nyota za mbinguni. Ibrahimu anataka kujua atampataje mtoto, Mungu akamwamuru. Kwa hiyo ndani ya sadaka iliyoamriwa imo nguvu ya mabadiliko. Mtu yeyote ambaye anahitaji mabadiliko kwenye maisha yake, ni lazima ujue sadaka ambazo zimeamriwa na Mungu, maana zimebeba matokeo. Na Ibrahimu ameamriwa mara mbili atoe sadaka. Tunaona kwa mara ya mwisho Mungu anamwambia baada ya kuwa amempata Isaka, anamwamuru amtoe Isaka kama sadaka. Lakini ili uone kwamba sadaka iliyoamriwa ina nguvu ya kusababisha mabadiliko, Ibrahimu alipotii amtoe Isaka, Isaka aligeuka kuwa kondoo. Isaka akageuka kuwa kondoo. Ibrahimu ananyosha mkono juu ya Isaka. Mungu anasema, Ibrahimu, usimnyoshee mkono wako mkono, hebu geuka. Alipogeuka Ibrahimu anaona kondoo. Isaka amebadilika, amekuwa kondoo. Lakini haya yote yalifanyika kwa sababu Ibrahimu alitii kutoa sadaka iliyoamriwa na Mungu. Kwa hiyo nataka tuangalie kipengele hiki tena jioni ya leo, na tutaingia ndani kidogo kwa habari ya sadaka zilizoamriwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie kitabu cha Kutoka sura 25 mstari wa kwanza na ule wa pili. Kutoka sura ile ya 25 mstari wa kwanza na wa pili. Sadaka iliyoamriwa na Mungu au sadaka zilizoamriwa na Mungu zimebeba nguvu ya mabadiliko. Kutoka 25 mstari wa kwanza, Biblia inasema, Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Hebu endelea kidogo. Sadaka utakayopokea mikononi mwao ni hii: zabibu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na nguo za kitani safi na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo na miti ya mshita na mafuta ya ile taa na viungo vya manukato kwa yale mafuta ya kupaka na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri na vito vya shohamu na vito vingine vya kutiwa kwa ile naivela na kwa kile kifuko cha kifuniko. Nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuonyeshe sadaka iliyoamriwa na Mungu vile imebeba nguvu ya mabadiliko, utake usitake. Na hapa ndipo kanisa tunapaswa kutembea kwa hofu ya Mungu, kwa umakini mkubwa. Mungu anapofika hatua ya kuagiza kitu, unapaswa kutembea kwa tahadhari, maana chochote anachokiagiza Mungu kina matokeo. Hapa Mungu anamwambia mtumishi wake aende kwa wana wa Israeli atoe sadaka. Hili ni agizo. Baada ya mtumishi wa Mungu kulipokea agizo hili, Mungu anampa utaratibu ni sadaka gani akachukue. Maana yake Mungu alikuwa anaagiza. Kwa hiyo sadaka ambayo Mungu ameiagiza imebeba nguvu ya mabadiliko. Na sasa nataka nikwambie sadaka hii namna iliyobeba nguvu ya mabadiliko. Hapa zimetajwa sadaka ambazo Mungu alikuwa anazihitaji. Lakini ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tuliona hata jana, kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 11. Sadaka iliyoamriwa na Mungu ilivyobeba nguvu ya mabadiliko. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 11, Biblia inasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali
akazuia kwa siri sehemu ya samani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya samani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa samani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyomtokea. Petro akamjibu, niambie, mliuza kiwanja kwa samani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa samani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mmeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe, nawe watakuchukua nje nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika pamoja na mmewe. Hii ni sadaka imeamriwa, watu watoe sadaka. Mungu ameamuru, Roho Mtakatifu amesema na mitume. Ukisoma pale juu ni baada ya kina Petro wamewekwa gerezani na Mungu amewatoa, wanarudi kuambia watu wengine, wakampazia Mungu sauti zao, wakamfanyia Mungu ibada. Mahali walipokuwa pakatikiswa, palipotikiswa, ndani ya kutikisa Roho Mtakatifu akatoa maelekezo kipi kifanyike. Watu wakaagizwa wauze vitu vyao, na ile samani watakayoipata wasitoe hata punje, wasitoe hata kidogo, walete miguuni pa mitume. Sadaka imeagizwa, utake usitake ina matokeo, utoe usitoe ina matokeo. Anania akasema haina shida, na mimi nina kiwanja. Akamwambia mke wake, na sisi lazima tumtolee Bwana. Wakauza. Walipouza ile samani ya kile kiwanja, hawakuipeleka yote miguuni pa mitume, wakakata fungu moja. Wakasema, tuna mtoto yuko shule, tuna majukumu kidogo, hebu tufanye hivi alafu tupeleke hii. Na Anania akasema, nitatangulia mwenyewe kwanza, wewe utakuwa unaandaa mambo kidogo kidogo huko nyumbani. Anania kaenda, anafika miguuni pa mitume. Anania hajui kuwa kuna Roho Mtakatifu pale, yeye anaona tu ni akina Petro. Akasema, nimeleta hii. Petro anamwambia Anania, kwa nini moyo wako shetani amekujaza useme uongo? Uko mbele za Mungu mahali hapa. Sadaka hii hatujaamuru sisi itolewe, ni Mungu ameamuru itolewe. Anania anasema, kabisa nimeleta vyote. Kama umesema uongo mbele ya Roho Mtakatifu. Anania akaanguka akafa. Jana nilisema hivi, kilichomuua Anania sio maneno ya Petro. Sio Petro alisema kwa jina la Yesu Anania kufa. Ni ile amri ya Mungu, ni ile sadaka iliyoamriwa itolewe, ndio ilimwangamiza Anania. Biblia inasema muda kidogo mke wake naye akaingia, amechangamka, anaimba na pambio nzuri, ameniona Bwana, ameniona Bwana, amependeza. Unajua kina mama wanapendeza wanapokwenda mbele za Bwana. Anafika mbele ya mitume. Petro anamwambia, hiki ndicho mmemletea Bwana? Akasema, naam. Akasema, kwa nini mmepatana kumdanganya Roho Mtakatifu? Angalia miguu yao waliomzika umeo iko hapo mlangoni, naye akaanguka akafa. Ninachotaka ukione hapa, mtu wa Mungu, ni nini? Sadaka iliyoamuliwa na Mungu ina matokeo, ina nguvu ya mabadiliko. Bwana akiagiza kitu,
Kama kuna wakati unatakiwa kutembea kwa kunyatanyata, ni wakati Bwana ameagiza jambo. Kama kuna wakati unatakiwa kuwa makini, ni wakati Mungu ametoa maelekezo. Maana maelekezo ya Mungu yamebeba nguvu ya mabadiliko, utake usitake. Anania na Safira wakafa. Ukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31 hadi 37, unaona wengine walifanyaje waliokuwa pamoja na Anania. Kuna watu nao waliuza viwanja vyao wakaleta samani miguuni pa mitume. Hakikuwapata kile kilimpata Anania. Kwa nini? Kilichowapata wao ni kingine na kilichompata Anania ni kingine. Maana yake tunafundishwa sadaka ile ilikuwa na matokeo pande zote mbili. Kwa hiyo jambo lolote aliloliagiza Bwana limebeba nguvu ya mabadiliko. Ziko sadaka tumeamuliwa watu wa Mungu, ni Mungu aliamuru, zimebeba nguvu ya mabadiliko. Na jana niligusia moja ya sadaka ambayo imebeba nguvu ya mabadiliko ni sadaka ya fungu la 10 au zaka. Yaani ile ukitoa ina matokeo, usipotoa ina matokeo. Kwa ni vyema tukafata utaratibu wa Mungu, maelekezo ya Mungu, kufanya sawasawa na maelekezo ya Bwana, ili tukutane na nguvu ya mabadiliko iliyomo kwenye yale maelekezo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Bwana ameagiza sadaka fulani tutoe, hebu tutoe ndani ya maelekezo ya Mungu ili tuyaone hayo mabadiliko yaliyomo ndani ya hayo maelekezo ya Mungu. Sasa leo nataka tuangalie zaidi sadaka moja, sadaka ambayo imebeba mambo mengi sana ndani yake. Ukiingia ukatulia umo kwenye hiyo sadaka, ukatulia kwa muda, kuna vitu vingi viko humo, unaweza ukashangaa. Sadaka Mungu aliyoitaka kwa wana wa Israeli ya kujenga hema ya kukutania, ile sadaka ilikuwa imebeba nguvu ya mabadiliko. Sadaka ya kujenga hema ya kukutania, Mungu aliagiza wamtolee sadaka, wamjengee mahali ambapo ataliweka jina lake. Watu watakuja kuabudu, watu watakuja kumtafuta Mungu, watu watafunguliwa. Lakini kabla watu hawajafunguliwa, hawajamwabudu Bwana, Mungu anaweka maagizo, sadaka zitolewe. Kwa hiyo moja ya sadaka muhimu iliyobeba nguvu ya mabadiliko ni sadaka ya kujenga hema ya kukutania. Leo tunasema ni sadaka ya kujenga kanisa la kuabudia. Sema amen, mtu wa Mungu. Siku moja mtu mmoja alinikuta ninajenga pale Bunju. Nilikuwa naandaa kanisa. Akaniambia, "Unafanya nini hapa?" Nikasema, "Ninajenga nyumba ya Mungu." Akaniambia, moja ya watu wakubwa duniani matajiri ni watu waliojenga nyumba ya Mungu. Akasema mtu yeyote tajiri, hata kama utajenga majumba dunia hii yote, usijenge nyumba ya Mungu, wewe ni maskini. Na nilikuwa ni mpagani, nilishakashangaa. Nikaweka nyundo pembeni, nikamwambia, "Hebu tuzungumze vizuri, unasemaje?" Akasema hivi, hata kama utajenga nyumba kila kona, usijenge nyumba ya Mungu, wewe ni maskini. Lakini kama utamjengea nyumba Mungu, wewe ni tajiri. Nikamwambia, Mungu akubariki sana. Ukimjengea Mungu nyumba, tutaangalia ambayo yamo ndani ya hema ya Mungu, ambayo Mungu alikuwa ameagiza watu watoe sadaka hizo ili Mungu ayafanye. Kwa hiyo moja ya sadaka imebeba mabadiliko ni sadaka ambayo Bwana ameagiza watu wamtolee, wajenge hema ya kukutania, wajenge kanisa, wajenge nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliposoma mwanzo kitabu cha Kutoka, anasema wamjengee ili apate kuliweka jina lake hapo, ili kila mtu atakaye kuja kumtafuta Mungu aje mtafute Mungu hapo. Kwa sadaka ya kujenga hema ya kukutania ni sadaka muhimu mno, imebeba nguvu ya mabadiliko. Na leo nataka tuangalie kwa sura ya ajabu kidogo sadaka hii.
Hebu angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 13 hadi ule wa 14, alafu tunaruka tunasoma 22. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 13, 14 na kuendelea. Biblia inasema hivi: Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma. Basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na nyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Soma mstari wa 22. Luka twende mstari wa 22 kwa kuomba wakati. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Pale kuna maandiko mengi sana, lakini nimeluka ili niweze kueleza jambo hili namna ambavyo limebeba nguvu ya mabadiliko. Sadaka ya kumjengea Mungu hema ya kukutania, namna ilivyo na nguvu ya mabadiliko kwa wanaotoa na kwa wasiotoa. Yaani hii ni sadaka itaachilia majibu kwa mtoaji na kwa mtu ambaye hatatoa. Biblia inasema Mungu akaenda kwa Nuhu. Mmoja aliona dunia imeharibika, watu wameijaza dunia dhuluma, akaenda kwa Nuhu. Mungu anamwambia hivi, nimeona dunia imeharibika, haifai kabisa, kila kilichomo ndani yake hakifai, lakini wewe Nuhu umepata neema. Hebu sema tumepata neema. Unajua unapopata vitu kama hivi ni neema. Hii ni neema. Yaani Mungu hataki akuharibu pamoja na watu ambao hawajui haya. Kwa hiyo ni neema. Akamwambia umepata neema. Sasa natoa maagizo, natoa utaratibu, fanye, jenga safina. Hema ya kukutania nimeifananisha na safina ya Nuhu. Kanisa nimelifananisha na safina ya Nuhu. Maana safina ya Nuhu Mungu aliachilia maagizo ili kila kitu kitakachoingia ndani ya safina kiwe salama, ili kila kiumbe kitakachoingia ndani ya safina kiwe salama. Kwa hiyo maagizo ya Mungu, hema ya kukutania ijengwe, Mungu alikuwa anatafuta aachilie nguvu ya mabadiliko. Kila mtu atakayeingia ndani ya hema ya kukutania awe salama. Akamwambia jenga safina, na kwa sababu ni maagizo, hata Nuhu angelikataa kujenga naye angeligarikishwa na yale maji. Na ndio maana siku ya kuingia kwenye safina si Nuhu aliamua aingie. Yaani amejenga yeye kwa nguvu zake zote, lakini saa ya kuingia kwenye safina ni Bwana anakuja na mwambia sasa ingia. Ili ujue alitakiwa kutembea kwenye maelekezo, si tu kuingia ovyo ovyo. Anajenga mpaka inakamilika, bado hajaingia. Wangelikuwa ni walokole wa kawaida, wangelianza kuingiza mizigo zao mapema. Wanangu, kuna mvua inakuja, tuhamie moja kwa moja, tuingie huko. Nuhu anasubiria apewe maelekezo. Kwa sababu gani? Ile sadaka ilikuwa na matokeo. Ukikurupuka umeenda na maji. Sadaka ya kujenga hema ya kukutania imebeba majibu. Sema ame, mtu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anaposema kuna nyundo zinasikika, ogopa sana. Ogopa sana. Kujenga nyumba ya Mungu kuna nguvu ya mabadiliko. Nuhu akajenga safina. Amemaliza kujenga safina Nuhu, Bwana anakuja nasema sasa nataka niachilie nilichokuambia Nuhu. Ingia ndani ya safina. Nuhu akaingia. Mvua ikaanza kunyesha. Mvua ilipoanza kunyesha, watu ambao hawakutii maagizo ya Mungu walifikiri jambo la kawaida. Maagizo ya kutoa sadaka ya kujenga hema ina matokeo. Ilimsaidia Nuhu na ikawaangamiza wengine. Hii ndiyo ilivyo sadaka iliyobeba maelekezo ya Mungu. Jioni ya leo nataka uione kwa mzigo mkubwa sadaka iliyoamriwa ili
kujenga nyumba ya Mungu. Na ndio maana watu hata kama watapigana na lile hekalu la Sulemani, hawataweza kupigana na lile hekalu la Sulemani. Limebeba majibu makubwa sana. Siku moja hata Yesu mwenyewe aliingia ndani ya sinagogi. Alipoingia ndani ya sinagogi, wenyeji wa sinagogi wakasikia kelele, Mungu anasifiwa, watoto wanampazia Bwana sauti. Wakakasirika sana, wakatafuta kumuua. Akawaambia hivi, livunjeni, nitalijenga ndani ya siku ngapi? 3. Wasomaji wa Biblia mnajua, Yesu anajua kilichomo ndani ya hekalu, nguvu iliyomo ndani ya kanisa. Nguvu iliyoko hapa ni nguvu ya kuwafungua watu wote, ni nguvu ya kuwasaidia watu wote, iko hapa. Na ndio maana sadaka yako unapoitoa kujenga nyumba ya Mungu, lazima Mungu aachilie nguvu ya mabadiliko kwenye maisha yako. Yaani hiyo utake usitake. Ukishafanya hivyo, haihitaji tena kuanza kwenda kuomba, Baba nihurumie, niangalie. Nuhu alipojenga safina, alipiga kishoka, katulia na mungoja Bwana. Ukitoa sadaka ya maagizo ya Bwana kwa ajili ya kujenga hema ya kutania, lazima utulie. Mungu mwenyewe atakuja kuambia ingia. Atakuja fanye kile ambacho amekusudia kufanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo sadaka ya kujenga kanisa imebeba nguvu ya mabadiliko maeneo yote. Biblia inasema mvua ilipoanza kunyesha iligarikisha vitu vyote. Zile siku 40 mvua inanyesha, kila kitu kikafunikwa. Nilikuwa na tafakari, ilibaki mbingu na safina. Yaani kule juu maji yalizidi, hakukuwa na kitu chochote, ni safina na Mungu wawili. Safina na Mungu. Alafu anasema hivi, Mungu hakuridhika, akayaacha yale maji ya dumu juu ya nchi siku 150. Anapima nini? Yale maji alipima mpaka nchi siku 150. Yako yametulia. Lakini pamoja na mambo yote hayo, kuna watu walitoka salama ndani ya safina. Sema amen. Kanisa la Bwana likijengwa, Mungu anataka watu wavuke salama. Kuna watu watatoka mbali, watakanyaga hapa wafunguliwe, watakanyaga hapa waponywe. Ndio maana nguvu ya Mungu imo kwenye sinagogi, nguvu ya Mungu imo kwenye hema. Sanduku la Bwana liliwekwa kwenye hema, makuhani walifanya huduma ya ukuhani ndani ya hema. Ndio maana mahali hapa pana nguvu ya mabadiliko. Kwa hiyo sadaka ya kujenga nyumba ya Mungu imebeba nguvu ya mabadiliko watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni aina ya sadaka. Hebu ngoja tuangalie hapa. Kila kinachoingia, kama unaandika andika, kila kinachoingia ndani ya nyumba ya Mungu huwa salama. Haya ndio matokeo. Yaani hii ndio nguvu ya sadaka ambayo imebeba maelekezo. Kila kinachoingia ndani ya kanisa huwa kinakaa salama. Ukiingia ndani ya nyumba ya Mungu unakuwa salama. Na hii ndiyo sababu Mungu alitoa maelekezo watu watoe sadaka, watu wamtolee Mungu, wajenge hekalu, wajenge kanisa, ili kila mtu atakayeingia ndani ya hiyo hekalu, atakayeingia ndani ya hiyo kanisa awe salama. Kitabu cha Mwanzo sura ya 7 mstari wa 1. Alafu tunaruka tunasoma 17 hadi 24 kuyadhibitisha haya. Mwanzo 7 mstari wa 1, alafu tunaruka tunasoma 17 hadi 24. Biblia inasema hivi, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Twende 17. Twende 17.
Ile gharika ilikuwako juu ya nchi siku 40, nayo maji yakazidi yakaieleza safina, ikaelea juu ya nchi. Maji yakapata nguvu, yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu sana sana juu ya nchi, na milima mirefu yote iliyokuwako chini ya mbingu ikafunikizwa. Maji yakapata nguvu hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Wakafa wote wenye mwili waendao juu ya nchi, na ndege na wanyama wa kufugwa, na kila mnyama wa mwitu, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, na kila mwanadamu. Kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake kikafa, kila kilichokuwako katika nchi kavu. Kila kilicho hai juu ya uso wa nchi kikafutiliwa mbali, tangu mwanadamu hata mnyama wa kufugwa na kitambaacho na ndege wa angani, vilifutiliwa mbali katika nchi. Akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye katika safina. Ngoja nirudie hiyo ya mwisho. Anasema akabaki Nuhu tu na wote waliokuwa pamoja na Nuhu ndani ya safina. Kilichowafanya Nuhu na wote na vyote vilivyokuwa ndani ya safina viwe salama nini? Ni sadaka aliyoitoa Nuhu ya maelekezo. Si tu safina, maelekezo ya kujenga safina ndiyo yaliyowaokoa walioingia kwenye safina. Tunapomjengea Bwana mahali pa kuabudia, watakaokuja wafunguliwe mahali hapa hawatafunguliwa kwa sababu kuna kanisa. Watafunguliwa kwa sababu kuna watakatifu wa Mungu walitii maagizo ya Mungu, wakamtolea Bwana sadaka, pakajengwa patakatifu. Watakuwa wakikanyaga hapa, Bwana anatenda vitu, Bwana anafanya vitu, Bwana anawafungua. Nuhu akafuata maelekezo, ndiye aliyebaki. Nataka nikwambie, watakaomkimbilia Yesu ndio watakaobaki salama. Biblia inasema jina la Bwana ni ngome imara, wanaomkimbilia wote wanakuwa salama. Mahali hapa ndipo palipo na makimbilio ya kila mtu kuwa salama. Sasa ili pawe makimbilio, Mungu anaanza na sadaka ya maelekezo. Anasema toweni mjenge mahali ambapo patakuwa ni makimbilio, na kila mtu atakaye kanyaga hapo atakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka yako itaokoa maelfu. Sadaka yako. Kuna miaka inakuja ya mbele, saa nyingine sisi hatutakuweko, lakini hema ya Mungu itakuwepo. Yaani tutajenga hata kama sisi hatutakuwepo. Hema ya Mungu, sadaka unaoitoa kwa ajili ya kumjengea Mungu nyumba, haitaondoka milele, itadumu milele na milele. Na ndio maana leo unaona kizazi kinaendelea, ni kizazi kilichotoka kwenye safina ya Nuhu. Leo unaona bado kinaendelea. Kwa hiyo sadaka ambayo Mungu ametoa maelekezo imebeba nguvu ya mabadiliko. Nuhu anakutana nguvu ya mabadiliko. Anasema alibaki yeye na wale waliokuwa ndani ya safina. Kwa hiyo mahali ambapo Bwana amechagua ijengwe nyumba yake ni mahali ambapo kila mtu atakaa salama. Kwa hiyo sadaka yako ya kujenga hema ya kutania imebeba nguvu ya mabadiliko. Ukitaka kudhibitisha hili, angalia kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa 2 hadi wa 10. Luka sura ya 7 mstari wa 2 hadi wa 10. Kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa 2 hadi wa 10. Biblia inasema na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu,
walimsihi sana wakisema, amestahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake, akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Tuishi hapa kwanza nikueleze. Nakwambia sadaka ya maelekezo imebeba nguvu ya mabadiliko. Huyu ni akida, ana mtumwa wake anaumwa, yuko katika hatari ya kufa. Anatuma watu wakuu waende kwa Yesu, maana alisikia habari za Yesu. Walipofika kwa Yesu, wale waliotumwa na huyu akida wanamwambia, isi huyu jamaa ana mgonjwa, yuko hoi, karibu na kufa, lakini ameagiza twende ukamponye mgonjwa wake. Unajua, yamkini Yesu alizungumza mambo mawili matatu pale, kuuliza changamoto za yule ndugu, maisha yake yakoje. Wakamwambia sifa za yule mtu, sifa za akida. Wakasema sifa za huyu mtu, hata sisi hatujaja tu hapa bure. Moja, ni mtu ambaye analipenda taifa letu, lakini jambo kubwa ambalo hata sisi limetufanya tuache kazi zetu tutii maagizo yake kuja kwako, alitujengea sinagogi, ametujengea kanisa. Huyu ni mtu anastahili. Biblia inasema anastahili umtendee hili. Ukijenga nyumba ya Mungu unastahili, sema amen. Ukimjengea Bwana patakatifu, wewe ni mtu unayestahili kuishi kwa amani. Wewe ni mtu unayestahili kubarikiwa. Wewe ni mtu unayestahili kuinuliwa. Unastahili. Anasema huyu anastahili, maana alitujengea sinagogi. Yesu naye aliposikia alitujengea sinagogi, akasema hakika tunakwenda hapo. Wakaongozana Yesu. Karibu Yesu anakaribia nyumba ile, yule jamaa akasema, huyu ni mtu mkubwa, hakuna haja mpaka afike hapa kwangu. Akatuma tena rafiki mwingine, akamwambia, yeye anasemaje? Yule akida anasema hakuna haja wewe uingie kwake, kwa sababu na yana mamlaka, kwa sababu umekubali kuja. Amesema hakuna shida, wewe tamka neno tu na yule mgonjwa atapona. Yesu akatamka neno na yule mgonjwa akafanya nini? Akapona. Lakini kuna kitu kinashangaza pale ambacho baadaye nitakwambia, nacho ni faida ya kumtolea Bwana sadaka ya kujenga nyumba ya Mungu. Yesu akawageukia makutano, akawaambia, sijaona imani katika Israeli kubwa kama hii. Najua ni hatari sana. Mungu anafika anasema, sijaona imani kama ya kwako katikati ya watu wote hao. Lakini ili ufike mahali imani yako ithibitishwe na Bwana, lazima kumtolea Bwana sadaka ya ujenzi wa hekalu. Lazima umtolee Mungu mali zako kwa ajili ya kujenga mahali ambapo watu watakimbilia wapokee uponyaji. Akasema alitujengea sinagogi. Kwa hiyo ndani ya sinagogi kuna uzima, ndani ya kanisa kuna uponyaji. Yule mgonjwa akapona. Kwa hiyo leo tunapotembea ndani ya maagizo ya Mungu juu ya kumtolea sadaka iliyobeba nguvu ya mabadiliko, moja ya sadaka ni kumtolea Bwana sadaka ya kumjengea mahali pa kuabudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie jambo la pili, alafu tukamshukuru Mungu. Sadaka hii imebeba nguvu ya mabadiliko. Jambo la pili ambalo liko kwenye hii sadaka, hebu angalia kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 10. Sadaka ya kumjengea Bwana hekalu Mungu ataithibitisha imani yako. Sadaka hii imebeba kuthibitishwa imani yako. Sadaka ya kumtolea Mungu ili
hekalu, kanisa lijengwe, nguvu iliyomo ndani yake Mungu mwenyewe ataithibitisha imani yako katikati ya watu wote, watu wengi wenye imani, na katikati ya imani nyingi, kwa sababu imani ziko nyingi na wenye imani ni wengi. Sasa sadaka ya kumjengea Mungu nyumba ya kuabudiwa itamfanya Mungu akuthibitishie imani yako, au aithibitishe imani yako katikati ya watu wengi wenye imani. Aliyemjengea Mungu akamtolea sadaka ya kumjengea Bwana nyumba, Mungu huwa anathibitisha imani ya huyo mtu. Hapa utaangalia maandiko haya, kitabu cha Mathayo sura 8 mstari wa 10. Hebu angalia maandiko haya. Ni maandiko anamwambia yule akida, anasema Yesu aliposikia hayo alistajabu, akawaambia wale waliomfuata, amin nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Ogopa sana hili neno. Yesu anasema sijaona imani kubwa kama hii katika Israeli. Ni bora angesema kwa mataifa mengine, lakini akitaja Israeli, kuna majamaa yalikuwa na imani Israeli. Yapo makina Elia yalikuwa yalishapita, wako kina Musa walikuwa wameshapita, lakini bado kwa mtu aliyejenga sinagogi, Yesu anathibitisha, anasema sijawahi ona imani yoyote katika Israeli. Hii imani ni kubwa. Huyu mtu anaweza kujenga kanisa, sio mtu wa kawaida, ana imani kubwa kuliko wote. Kwa hiyo sadaka ya kumtolea Bwana ujenge nyumba yake, Mungu mwenyewe atakuja thibitisha imani yako. Hakuna wengine wataithibitisha imani yako. Mungu mwenyewe atakuja kuthibitishia imani yako. Atatangaza kwa mataifa, atatangaza kila aina ya imani, aseme huyu jamaa ana imani kubwa kuliko imani zote duniani, ana imani kubwa kuliko watu wote. Kwa nini? Umemjengea Bwana nyumba ya kuabudia. Usikubali kutembea na imani ambayo haijathibitishwa na Mungu. Unajua kuna Wakristo wengi imani zao hazijathibitishwa. Umeokoka lakini bado Mungu hajakuthibitisha. Lakini sadaka ya kujenga nyumba ya Mungu itakufanya Mungu akuthibitishe kwamba huyu ana imani kubwa kuliko wengine. Nakumbuka mwaka ya 2007 Mungu alithibitisha imani yangu kwa kiwango kikubwa sana mpaka nikashangaa. 2007 nilipata mwaliko wa kwenda kuongoza mkutano wa Askofu Moses Kulola. Nikikwambia unaweza usiamini. Nikiwa Geita, kuna sehemu moja inaitwa Mpanda, kama kunawe kumegomea kusikia. Ukifika Mpanda mjini, unavuka kuna pori la wanyama, mbele kidogo kuna mji unaitwa Majimoto. Unavuka kwa Mzengo Pinda mbele yake. Nikaalikwa huko kwenda kuongoza mkutano wa Moses Kulola. Tulikuwa tulishaenda na mchungaji wangu, nikaongoza tu semina. Mchungaji wa ile kanisa akapenda huduma nilivyokuwa naongoza ibada. Akamuomba mchungaji wangu kwamba tuna mkutano wa mzee Kulola mahali hapa. Akatoa tale, tunaomba huyu kijana wako aje aongoze mkutano huo. Muda ulipofika na kueleza imani iliyothibitishwa. Usikubali kuwa na Ukristo ambao Mungu hajauthibitisha katikati ya watu wengine. Ikafika muda, mchungaji wangu alipotangaza kwamba Michael atakwenda kuongoza mkutano wa Moses Kulola, kanisa lote wakaguna. Michael, mnaanza kutudanganya. Sasa nashukuru ni mchungaji alitangaza. Kwanza hapo nikaanza kupata mpaka vita pale kanisani. Wewe uongoze mkutano wa Moses Kulola, wewe umeanzaanzaje? Kwanza kufumba na kufumbua, muda ukafika. Yule mchungaji akatuma nauli, alituma 100,000. Kufika pale ilikuwa ni nauli yake ni 70,000, akatuma 100,000 na ile ya kula njiani. Yaani 30,000 unakula njiani tu. Yaani paka nilikuwa ni muujiza. 30,000 ya kula njiani tu jamani. Tumishi wa Bwana. Nikafunga mizigo kwenda kwenye yule mkutano. Kanisa hawaamini, wanasema huyu atakuwa anakwenda tu hapo kijiji jirani.
Hafa haja tuambia ametoka kuongoza mkutano na Moses Kulola. Sina hata nguo za kufaa. Nilikuwa na t-shirt zingine mpaka shingo imepanuka hivi. Yaani una t-shirt mpaka ukose haueleweki. Nikaenda pita Tabora, nikapanda tuleni, nikashuka panda mjini, nikatoka nikapanda basi, tukavuka, tukaipita, tukafika. Nilifika Jumatatu jioni na nikakuta askofu mkuu ameshafika pale, na walikuwepo na waimbaji wengine, akiwepo Mwansasu, Flora Mbasha walikuwepo, na mimi nikapokelewa. Sasa jioni ile nimefika, ikabidi mchungaji anitambulishe kwa kina Mwansasu, jopo lote waliokuja na maskofu, na mimi nitambulishwe, nijulikane ni mmoja wa watumishi wa mkutano huu, na kueleza namna ambavyo imani yako inapaswa idhibitishwe na Mungu mwenyewe, wala sio wachawi. Haya maswala ya kukemea watu wanaangushwa pepo, unasema nina imani, bado mpaka Mungu mwenyewe aje aseme sijaona imani kubwa namna hii katika Israeli, sijaona imani kubwa namna hii kwa wachawi, sijaona imani kubwa namna hii kwa warokole wote. Anayesema sio shetani, anayesema sio pepo, anayesema ni nani? Mungu mwenyewe. Wakanipeleka, wamepanga viti. Yule mchungaji alikuwa ni tajiri, alikuwa na mifugo, alikuwa ni mkulima, ni kijijini, lakini alikuwa ni tajiri. Kwa watu ambao umeokoka zamani kidogo, alikuwa anatuma karibia yani fungu lake la 10 akituma mazao, alikuwa anatuma sijui ni lori zima, sijui ni nini, sijui, lakini ilikuwa ni hivyo. Kwa sababu kulikuwa na kanisa la kwanza alikuwa amejenga, alienda kunionyesha limejaa soya, yani sio soya kupima, wanamimina humo, hayaeleweki. Halafu ameagiza mifugo yake yote ikusanyike, mzee Kulola aiombea, ibariki. Pale kijijini palikuwa hapatoshi, ni mang'ombe tu. Akasema maame ili nafanya hivi. Yana alishabarikiwa yule mtu wa Mungu mpaka unachanganyikiwa. Kila siku asubuhi alikuwa anachinja mbuzi kwa ajili ya wageni, sisi anatuchinjia mbuzi kila siku asubuhi. Nikapelekwa pale, wameandaa chakula, kuna nyama zimewekwa vizuri pale, na mimi nikapelekwa pale. Akasema leo ni leo. Nakaa, mchungaji mwenyeji anakuja kunitambulisha katikati ya kina Mwansasu, kina Flora Mbasha, ni watu wa kufanya nywele tu hivi. Mimi nikifanya hivi narudisha shingo ya t-shirt yangu ikae sawa. Lakini imani tuko tofauti, tunavyomjua Mungu tuko tofauti, tulivyojitoa kumtumikia Mungu tuko tofauti. Mchungaji akasema huyu naomba nimtambulishe, ametoka wilaya ya Geita. Kipindi hicho tulikuwa bado tuko Shinyanga. Ndiye atakayetuongozea mkutano huu hapo nje. Huyu akasimama Mwansasu. Kwa mara ya kwanza nimekaa naye pembeni, akaniambia hivi, mzee Kulola amewahi kukuona kwenye ulimwengu wa roho? Swali la Mwansasu, mzee Kulola amewahi kukuona kwenye ulimwengu wa roho mpaka kuongoza mkutano wake? Na mimi nikamjibu, anakwenda kuniona sasa. Kama hajawahi kuniona, muda wa kuniona umefanya nini? Umefika. Mwansasu akasema haiwezekani, hebu ondoka kabisa. Wakamwambia haiwezekani. Mchungaji, ni kwamba mtu anayeongoza mkutano wa Askofu Moses Kulola mpaka awe mzee amemuona kwenye ulimwengu wa roho. Mchungaji akanichukua akanipeleka mpaka nilipokuwa nimeandaliwa chumba changu, nikapumzika. Usiku akanifuata mchungaji mwenyeji, akaniambia, kijana, mimi najua huduma yako, ulivyokuja kuongoza semina hapa niliona wewe ni mtu wa tofauti. Naomba tuweke interview kesho asubuhi, ibada ya interview, tupime nani ataongoza mkutano huu. Nikasema mambo mbona ni mageni, kwani shida ni nini? Nikamwambia baba, kwani tu asiongoze kina Mwansasu, waache tu kwa sababu walikuja timu. Nikamwambia ni kweli? Akasema hapana. Yule mzee akaitisha ibada Ijumaa asubuhi saa 3 tulikuwa kanisani. Ile kanisa lilikuwa limejengwa alama ya msalaba namna hii. Watu wengi asubuhi wakajaa. Na mimi kwa sababu niko nyuma wakaanza kina Mwansasu kwanza kuongoza kuimba pambio. Mwansasu alikuwa na timu yake ya vijana. Wakaona ruka mpaka sarakasi pale mbele. Na anaongoza ibada. Wanaruka mpaka sarakasi.
wazee wamekaa kule mbele, ni vipara tu vinawaka hivi. Nikasema leo hapa lazima imani ieleweke hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndani ya hekalu la Bwana, mahali hapa ni mahali ambapo mtu akija na vifungo anafunguliwa. Ndio maana kama unayo sadaka yako ya kumtolea Bwana, mtolee Bwana ili nyumba ya Mungu ijengwe. Daudi alifika mahali, ukisoma kitabu cha Nyakati wa Pili, aliweka hazina juu ya nyumba ya Mungu, akaweka hazina za kutosha. Lakini Daudi akasema, bado pamoja na kwamba nimemwekea Bwana hazina za kutosha, nasikia moyo wangu unaniwaka, na mimi mwenyewe ninatoa hazina yangu mwenyewe nje na ile niliyoandaa ya kwangu, nimjengee Mungu mahali pa kuabudia. Daudi akatoa. Asubuhi ibada ikaanza. Nakupa ushuhuda, imani yako lazima Mungu aidhibitishe. Wakasema kila mwansasu wakaimba. Mwansasu kipilo kwa naimba, kwa maana kwanza unamuona mimi. Akaimba. Wakafika mahali, wakamaliza zamu yao. Mchungaji mwenyeji akaniita, akaniambia, mchungaji Michael, na wewe njoo, tunaomba pambio ya kumsifu Bwana. Nilipofika mbele, nikaangalia mbele, watu wamejaa. Upande watu wamejaa. Upande wamejaa. Nikigeuka nyuma, ni maaskofu wamekaa, wachungaji waheshimiwa. Nikasema neno moja, kwa sababu nilikuwa ninajua ndani ya hekalu ni mahali pa kusifiwa nani? Mungu. Kanisani sio mahali pa kupiga sarakasi. Kanisani sio mahali pa kuja kujiinua wewe. Nyumba ya Mungu iliyojengwa kwa sadaka ya maelekezo ya Mungu sio mahali pa kuja kupiga samasoti. Ni mahali pa kuja watu wafunguliwe. Ni mahali pa kuja watu wamsifu Bwana katika roho na kweli. Nikajua kanisani sio mahali pa kupiga samasoti. Nikawaambia watu, kama umeazima mtoto rudisha. Kama hujabeba mtoto, beba mtoto wako. Niko kwenye t-shirt yangu ile ya kuwa nasogeza hivi, sijaivua. Nilikuwa ninajua kanuni ya kumsifu Mungu kwa kiwango kinachostahili. Moja, unamshukuru Mungu. Mbili, unamuinua Mungu. Tatu, unamtukuza Mungu. Nikasema nitaimba pambio 3 ya kumshukuru kwanza kunifikisha hapa, halafu pambio ya pili nitakuwa ninamuinua yeye, sitajiinua mimi mbele ya mwansasu. Halafu pambio ya mwisho ya 3 tutamtukuza wote, na wote wenye mwili watamuona Mungu mahali hapa. Maana nyumba hii sio nyumba ya mtu, ni nyumba ya Bwana, na maandiko yanasema sifa za Bwana zitatimia nyumbani mwake. Nikaanza pambio ya kwanza, asante Yesu kwa wema wako, kwako wewe unaweza. Asante Yesu. Nilipoona moto wa Roho Mtakatifu unaanza kushika kuanzia kule Ikulu, nikasema kama moto unashika Ikulu, utafika na huku kwenye majimbo lazima. Bwana Yesu asifiwe. Nikaingiza pambio ya 3, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Manake hata mimi sifanani, hata yeyote aliyoko pale hafanani. Halafu pambio ya mwisho nikasema tunaenda kumtukuza Bwana. Hainuliwe Mungu wetu leo. Nilipofika pambio ya 3, sijawaambia watu wainue mikono tumwabudu Mungu. Kule mlangoni tukaanza kuona vurugu. Mapepo yakaanza kulipuka. Watu wakaanza kupiga kelele. Nikasema uwe makini. Kama kuna mtu pepo litalipuka, usimuombee, usimwekee mkono. Pepo litatoka lenyewe. Kama litamchomoa limpeleke baharini, acha aende. Tunahitaji kumuona Bwana hekaluni mwake. Nataka nikwambie ilianza vurugu. Halafu huku mbele lugha ikabadilika. Lugha ilipobadilika, watu wakajazwa Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie hivi, tunakuja kusema amen. Mwansasu hayumo kanisani. Mwansasu hayumo kanisani. Baada ya pale wazee wakaniita wakasema utaongoza mkutano kijana. Nikasema okay. Nikachukuliwa nikahamishwa, hata nilipokuwa nikapelekwa hotelini. Kulikuwa na guest friend ndio nikapelekwa huko. Nataka nikwambie nini? Mungu anapaswa aidhibitishe imani yako. Usijisumbue kuidhibitisha imani yako mwenyewe. Na usitake shetani ndiye akudhibitishie imani yako.
Saa nyingine shetani ni muongo, tena ni baba wa waongo. Biblia inasema yeye ni muongo, tena ni baba wa uongo. Anaweza akaja kuambia yani wewe umeokoka mno. Mungu mwenyewe aidhibitishe imani yako. Mwasaso alipotoka pale, ile jioni sasa mkutano tunajiandaa, Jumatano uanze. Wakatangulia kwenye vile viwanja vya mkutano. Mzee Kula alikuwa na vyombo vyake alivyokuwa anahubiria vinafungwa. Mwansaso akaja pale kwenye jukwaa, anakagua lile jukwaa. Kulikuwa na fundi mitambo wa askofu na fundi mitambo wa pale kanisani. Mwansaso akaingilia kati. Anamkataa fundi mitambo wa pale kanisani mwenyeji. Anasema tuko naye huyu, tutamsikiliza huyu. Wakashindana pale, ngumi zikapigwa madhabahuni. Mwasaso na fundi mitambo zikapigwa ngumi. Kuanzia hapo Mwasaso akaondoka, akarudi kwenye mkutano mpaka mkutano unaisha. Nikaongoza mkutano wa Moses Kulola. Mpaka leo wasiamini. Na hata wewe huwezi kuamini. Lakini ninachokijua, Bwana alikuwa anaidhibitisha imani yangu. Niliporudi kanisani, nilikotoka sasa kule ndiko Goliati aliangukia. Kule ndiko yani Goliati alikofia. Wakasema roho ya Elia iko juu ya Elisha. Imani ikadhibitishwa. Sitaki nikwambie mambo mengi, lakini sadaka ya Bwana ya kujenga hekalu ni Bwana ameagiza. Tena nikwambie siri moja, watu wa Mungu, tuvuke kiwango cha kuahidi juu ya nyumba ya Mungu. Tuingie kiwango tumsikilize baba yetu anasema nini. Kwa sababu baba yetu anatujua wote. Bishop anajua kipato changu, anajua maisha yangu yote. Anaweza kuja kuomba sadaka anayotaka kwangu, anajua. Wote hapa baba anajua kiwango chetu. Inatakiwa tufike mahali Bwana akitoa maelekezo. Baba akija akisema wewe milioni 20, wewe 50, wewe 10, wewe 10,000, wewe 1,000, anatujua wote. Hiki ndicho kiwango Mungu anataka. Bwana anatoa tu maelekezo. Kwani ni sadaka imebeba maelekezo, imebeba nguvu kubwa ya mabadiliko. Huyu anaambiwa imani yako ni kubwa katika Israeli. Kwa nini? Alijenga hekalu. Unataka imani yako itambulike duniani, mjengee Bwana nyumba. Jenga mahali ambapo dunia hata kama itagarikishwa patabaki salama. Dunia hata kama itaharibika patabaki salama. Wote watakao kimbilia hapo watakuwa salama. Lakini jambo la mwisho tumalizie. Sifa za Mungu zinakamilika katika kanisa. Unapojenga kanisa hili ni mahali ambapo sifa za Mungu zinakamilika. Manake hakuna mahali ambako sifa zinakamilika nje na hapa kanisani. Tunajenga mahali hapa ili sifa za Bwana zikamilike hapa. Tunaweza tukamsifu Mungu tuko sokoni, tunaweza tukamsifu Mungu tuko magerezani, tunaweza tukamsifu Mungu tuko majumbani mwetu, lakini sifa zote hizo, hata kama utasifu huko gerezani, utasifu huko sokoni, utasifu kwako, hata kama nyumbani kwako utajenga chumba cha maombi, ujenge na chumba cha kumsifu Bwana, sifa za Bwana hazitakamilikia kwenye chumba hicho. Sifa za Bwana zinakamilikia hapa. Hiki ndicho kilimfanya Yesu aende Yerusalemu. Amepanda punda na mwanapunda ametangulia mbele. Wanaingia hekaluni, watu wanasema hosana, mwana wa Daudi umebarikiwa. Yesu anakagua hekalu, anaangalia samani za watu ambao walitoa samani zao wakajenga hekalu. Anaingia ndani ya hekalu, anakuta watu wanafanya biashara. Wivu wa Bwana ukashuka, akachukua kikoto. Maandiko yanasema akaanza kuwafukuza waliokuwa ndani ya hekalu, akapindua meza zao, akaanza kuwasambaratisha. Akasema nyumba ya Bwana sio nyumba ya kufanyia biashara. Nyumba ya Bwana ni nyumba ya sala. Nyumba ya Bwana ni mahali sifa zinatakiwa kukamilika. Baada ya hapo
Watoto wakaanza kumsifu Mungu, ibada zikaendelea, watu wakakasirika. Yesu akawaambia, hamkujua imeandikwa, ndani ya nyumba ya Mungu ndimo sifa za Bwana zinakamilika? Paulo na Sila waliimba gerezani, milango ikafunguka, lakini sifa hazikukamilika. Narudia tena, utaimba popote, hautakamilisha sifa za Mungu. Sifa za Mungu zitakuja kukamilika hapa. Utaimba huko, utukufu wa Bwana utashuka, na utukufu wa Bwana ukishuka, utaona tu Mungu anatikisa mpaka misingi ya gereza, anafungua mpaka milango. Lakini sifa za Bwana ambazo anapokea kutoka hapa, hautaona misingi imetikiswa, hautaona milango imefunguliwa. Ni eneo sahihi ambalo Bwana anapaswa kusifiwa, na ndio maana ukimsifu nje na nyumba yake, atavuruga misingi, ataharibu milango. Lakini mahali hapa ni mahali ambapo Bwana amekusudia sifa zake zitimilike hapa. Kwa tunapomtolea Bwana, watu wa Mungu, sadaka ya kumjengea Mungu nyumba ni sadaka imebeba nguvu ya mabadiliko. Mungu atakubadilisha, utashangaa. Mungu atakufanya wa tofauti, utashangaa. Daudi anasema, moyo wangu unaniwaka kumjengea Bwana. Jioni ya leo nisizungumze yote, siwezi kuzungumza yote, lakini hizi ni sadaka zimebeba nguvu ya mabadiliko. Ziko sadaka zimebeba nguvu ya mabadiliko. Leo ni ache hii sadaka moja, halafu mtafakari Mungu. Kama Nuhu mmoja alijenga safina moja, mimi na wewe tunapaswa kumtolea Bwana, tumjengee Bwana. Uko mbali unanisikia mtandaoni, ni saa ya kumjengea Bwana. Tena wakati huu ni wakati mzuri sana, kazi zinaendelea za kumjengea Bwana. Watumishi wa Mungu, tufate maelekezo, tufate utaratibu Mungu aliyoweka. Naomba tusimame. Nguvu ya sadaka ya maelekezo. Sadaka ya maelekezo ina nguvu. Sifa za Bwana zitatimia hapa. Mungu atainuliwa hapa. Kwenye eneo la kuja kumtukuza Bwana. Kila aliyeingia ndani ya safina alikuwa salama. Wote tunaofika hapa tuko salama. Na ngoja nikwambie, mito ya baraka, sisi tuliotoka kule tunaitazama tofauti mito ya baraka. Tofauti, na kuna watu wanaitazama tofauti. Sisi tuliopata neema kufika hapa, watumishi wa Mungu, tumeangushwa mahali sahihi. Kwa hiyo hebu tumtumikieni Mungu kwa kiwango ambacho Daudi anasema, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu. Mama Mchungaji Moses, tuongoze kwa wimbo wa kuabudu. Hebu ona, ni jambo la pekee kama Akida alijenga sinagogi, akawa na sauti kwenye ulimwengu wa roho kiasi ambacho anaagiza watu waende kwa Yesu. Yesu anadhibitisha imani ya Akida. Hebu jioni ya leo Mungu aithibitishe imani yako, athibitishe utumishi wako. Hey